Mpanzu kapotea. Umeona nani Soa amepotea. Simeelewa. Chama anakwenda kuwafufua wale watu. Wanafufuka. Yaani kama leo hii umepanda uyoga hapa. Ama mchicha umeota kwenye bangi. Chama anakwenda kuwafufua wale watu, watakuja kuwa hatari sana. Wakina Mpanzu, wakina Soa atafunga mno. Kwa sababu Simba walikuwa hawana mtu ambaye anapika, anawapikia wale watu wale. Soa ametoka Singida wa Moto anafunga mabao kwa sababu nyuma yake kuna watu walikuwa wanasuka mabao. Kuna mtu anaitwa Maarufu Chakei alikuwa anasuka mabao. Sio unaelewa Morris Chuku kwenye namba 8 anasukia mabao. Sio unaelewa Damaro wanasuka mabao. Soa amekwenda Simba ameonekana kama vile kituko kwa sababu hakuna mpishi ambaye anajua kupika pishi zuri jikoni. Chama amekuja. Mimi nakwambia Mpanzu anakwenda kufufuka. Unajua Mpanzu alikuwa anakaa na mpira sana Simba kwa sababu ana msaidizi. Kila akijaribu kuangalia nani wa kumpasia pasi hamuoni. Kwa hiyo kuja kwa Chama Mpanzu naye pia kutafanya awe free, lakini pia Chama atakuwa anapasia kina Soa atafunga sana. Yaani ile timu sasa hivi inakwenda kuchangamka unajua Chama. Chama amecheza Yanga vizuri, ametoka Yanga, ameenda Singida, Black Stars amecheza vizuri sana. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri by the way, anakwenda kuisaidia Simba. Anakwenda kutibu magonjwa ambayo Simba anasumbua. Unajua hakuna mchezaji wa Simba mwenye kiwango bora namba 10 kama Clatous Chama kwa hivi sasa. Kuja kwa Chama kuna kuja kutibu yale matatizo ambayo Simba walikuwa nayo lakini kwa muda mfupi, na ndio maana wamempa mkataba mwaka mmoja. Sio unaelewa Chama anakuja Simba kutibu matatizo ambayo Simba walikuwa nayo as namba 10. Simba hawana namba 10 mwenye uwezo kama wa Chama kwa hivi sasa. Jan Chezo wao ameondoka Simba, hakuna namba 10 nyingine. Uwezi kumlinganisha bwana mdogo Morris Abraham na Chama, yani hawezi kuingia hata mara 10,000 kwa issue ya performance ya uwezo, lakini pia na experience na mbeba Chama. Chama ametambulishwa jana na by the way nilizungumza kwamba Chama atacheza mchezo wa mwisho wa timu yake ya Singida Black Stars dhidi ya JKT. Akimaliza mchezo wake wa mwisho atatambulishwa Msimbazi na atasafiri na timu. Imetokea hivyo. Chama sasa hivi anaelekea wapi? Tunisi, na anaenda kuzima. Manake Simba wamemsajili mchezaji ambaye wana uhitaji naye, na Chama akiingia Chama mtupe tu viatu anavaa anacheza. Yani hahitaji eti kuzoea mazingira. Aleja anacheza wao ameshaondoka kwenye timu ya Simba. Ndio namba 10 ambaye alikuwa anategemewa. Kwa hiyo kwangu mimi Simba kumrudisha Chama manake wameangalia ni aina gani ya mchezaji ambaye yupo sokoni kwa hivi sasa. Hakuna mchezaji sokoni ambaye anayeweza kuja kwenye klabu ya Simba na kufanya mambo ambayo Simba wanatarajia. Kwa sababu gani? Unajua kuna faida ya kuwa na mchezaji ambaye anayejua Simba kwa hivi sasa kuliko dirisha hili dogo. Simba wangepoteza gharama kubwa, wangeenda kumchukua mchezaji labda kutoka Malawi, labda namba 10 kutoka Ivory Coast, namba 10 kutoka Zimbabwe, namba 10 kutoka Botswana. Huyu ambaye angekuja angekuwa mgeni, angehitaji muda mrefu sana, aanze kuzoea mazingira, aanze kuzoea mifumo ya kocha Steve Barker, aanze kuizoea Simba. Ingemchukua muda mrefu sana kuliko Clatous Chama. Clatous Chama hivi leo hawezi kwenda Simba kaanza kushangaa. Chama anajua in and out Bunju. Chama anayefahamu vizuri Simba. Chama anawajua wachezaji wengi sana. Chama anajua falsafa ya Simba. Yes, karibu sana mwanafamilia wa DNA Television. Mimi naitwa Morgan Kalisa Master, the King Master Buffalo. Leo kuna story ambayo imepop sana kwa sababu tu ya usajili ambao wa Simba, kulingana na kile ambacho kilikuwa kinazungumza mwanzo kwamba kumrudia X ni mbaya. Unafahamu stories ziko nyingi sana mtaani. Kumrudia X sio mbaya, lakini Simba Sports Club ni kama vile imemrudia X wake ambaye ni Clatous Chota Chama. Sasa mimi nataka nikukumbushe tu, ikiwa kama hujapitia kwenye Instagram page ya Simba, baada ya kupost hizi ni comment chache ambazo walikuwa wameweza kuzitoa wale wachezaji ambao ni kama ma-legend. Tunajua kama ma-legend wa Tanzania walishawahi kupita hapa na kucheza mpira, lakini bado pia wanachezea timu zingine. Mmoja wapo ni Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi kwenye mtandao wake alicomment kwenye page ya Simba na kusema kwamba karibu tena nyumbani Clatous Chota Chama. Lakini pia hapo Pape Osman Sako naye pia aliandika kwa maandishi ya kwamba wow, akaandika mbele pale na kumtagi Chama. Lakini pia yupo Medi Kagere naye pia akaandika akasema welcome back.
Kwa hiyo Chama amepewa backup kubwa sana wachezaji wake wa zamani alikuwa anacheza nao pale Simba na wengine waliopita pale Simba ambao labda hawakukutana, backup imekuwa kubwa. Sasa kitendo hiki kimefanya tutafute wadau na mchambuzi huyu anaitwa Godfrey Nyanto, mzee wa mida, tuweze kutuambia bwana bwana inakuaje? Mbona kama ghafla sana nini, tetesi zilikuwepo lakini pia Simba imeweza kumtambulisha Chama kama tayari ni mchezaji wao sasa. Bwana tuko naye hapa mzee wa mida. Mambo vipi mzee wa mida? Karibu sana. Mambo vipi? Mimi niko vizuri mwanangu. Njema. Mungu ni wetu sote. Uko shega kabisa kama kawaida. Bwana, watu waliopita Simba, wachezaji wa kipindi kile waliofanya vizuri pale Simba pia walioweza kutoa jasho lao, sasa wanampongeza Chama kurudi. Vipi, tunaweza tukashuhudia kuona mchezaji mwingine ambaye alishawahi kupita Simba kurudi tena pale, ama inakuwaje kisaikolojia hii, unaionaje wewe ukiwa kama mchambuzi? Kurudi ni jambo moja, lakini kufanya vizuri pia ni jambo jingine. Kwangu mimi sijaona kama ni usajili mbaya, wala sijaona kama ni msajili wa kutisha mno, kwa sababu tunamjua Chama kwenye timu ya taifa, kwenye timu yake ya taifa Zambia, lakini pia tunamjua Chama kwenye timu ambazo amecheza baada ya kutoka Simba. Chama amecheza Yanga vizuri, ametoka Yanga ameenda Singida Black Stars, amecheza vizuri sana. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri by the way, anakwenda kuisaidia Simba, anakwenda kutibu magonjwa ambayo Simba anasumbua. Unajua hakuna mchezaji wa Simba mwenye kiwango bora namba 10 kama Clatous Chama kwa hivi sasa. Angalia namba 10 wote ambao wako pale Msimbazi, hakuna mtu ambaye anafikia ubora hata wa robo ama theruthi wa Clatous Chama. Mwangalie jana mcheza ameshaondoka kwenye timu ya Simba, ndio namba 10 ambaye alikuwa anategemewa. Kwa hiyo kwangu mimi Simba kumrudisha Chama, manake wameangalia ni aina gani ya mchezaji ambaye yupo sokoni kwa hivi sasa. Hakuna mchezaji sokoni ambaye anayeweza kuja kwenye klabu ya Simba na kufanya mambo ambayo Simba wanatarajia. Kwa sababu gani? Unajua kuna faida ya kuwa na mchezaji ambaye anayejua Simba kwa hivi sasa kuliko dirisha hili dogo. Simba wangepoteza gharama kubwa, wangeenda kumchukua mchezaji labda kutoka Malawi, labda namba 10 kutoka Ivory Coast, namba 10 kutoka Zimbabwe, namba 10 kutoka Botswana. Huyu ambaye angekuja angekuwa mgeni, angehitaji muda mrefu sana, aanze kuzoea mazingira, aanze kuzoea mifumo ya kocha Steve Barker, aanze kuizoea Simba. Ingemchukua muda mrefu sana kuliko Clatous Chama. Clatous Chama hivi leo hawezi kwenda Simba kaanza kushangaa. Chama anajua in and out Bunju. Chama anayefahamu vizuri Simba. Chama anawajua wachezaji wengi sana. Chama anajua falsafa ya Simba. Yes, mzee wa mida Godfrey Nyanto, nataka uniambie kitu kimoja. Kwenye usajili huu wa Chama dirisha hili dogo, wapo ambao ni mashabiki wa Simba wanakataa, wapo ambao ni mashabiki wa Simba wanafurahia Chama kurudi Simba, lakini pia mashabiki wa Yanga wengi wanaonekana kama wanafurahia Chama kurudishwa pale Simba. Kimtego na hii mambo yanakuja kwamba kuna kiujasusi siyo nini, haiwezi kuleta tafaruku yoyote. Ukiangalia mtu ametoka kwa wasimu wao yuko huko na aliwahi kuwepo huku akaenda kule, hii haiwezi kuvuruga. Na ukistoshe tuna dabi inakaribia, haziwezi kuuzwa taarifa zozote hapa. Sasa mfano kama huyo shabiki ambaye anakwambia kwamba yeye afurahishwe Simba kumrejesha Chama, muulize anachangia kiasi gani kwenye timu ya Simba. Yaani mchango wake ni upi kwenye timu ya Simba? Sijui unaelewa. Kwa hiyo Chama ni mchezaji mkubwa, nimekwambia. Chama hauhitaji maelezo mengi kumueleza. Yaani yeye mwenyewe tu profile yake, bao yake imeshanyooka. Yaani leo hii Chama huwezi kumdiscuss kama mchezaji mpya ambaye Simba wamemleta Tule. Sijui unaelewa. Yaani leo hii huwezi kuchukua muda mrefu sana kumuelezea kipa ambaye amekuja Simba, kwa sababu watu wengi hawamjui. Watu wengi wameona tu jana Simba wamemtambulisha Instagram. Sijui unaelewa. Kwa hiyo kuja kwa Chama kuna kuja kutibu yale matatizo ambayo Simba walikuwa nayo, lakini kwa muda mfupi, na ndio maana wamempa mkataba wa mwaka mmoja. Sijui unaelewa. Chama anakuja Simba kutibu matatizo ambayo Simba walikuwa nayo as number 10. Simba hawana namba 10 mwenye uwezo kama wa Chama kwa hivi sasa. Jana mchezo ameondoka Simba, hakuna namba 10 nyingine. Uwezi kumlinganisha bwana mdogo Morris Abraham na Chama. Yaani hawezi kuingia hata mara 10,000 kwa issue ya performance ya uwezo, lakini pia na experience inambeba Chama. Chama ametambulishwa jana na by the way nilizungumza kwamba Chama atacheza mchezo wa mwisho
wa timu yake ya Singida Black Stars dhidi ya JKT. Akimaliza mchezo wake wa mwisho atatambulishwa Msimbazi na atasafiri na timu. Imetokea hivyo. Chama baada ya kutambulisha, baada tu kumaliza mechi, Simba amemtambulisha asubuhi alfajiri, amesafiri na timu. Chama sasa hivi anaelekea wapi? Tunisi, na anaenda kuzima. Manake Simba wamemsajili mchezaji ambaye wana uhitaji naye, na Chama akinyeni Chama mtupe tu viatu, anavaa anacheza. Yani hahitaji eti kuzoea mazingira, kumzoea sijui kocha. Yani Chama mchezaji mkubwa leo hii anza kushangaa. Yani mfano kama wewe sasa hivi, yani uwe umelala zako, yani mtu akuamsha kutupia maiki, utashangaa. Huwezi kushangaa kwa sababu yani ndio maisha ambayo unaishi, ushaizoea. Tofautisha na mtoto ambaye ametoka labda chuo leo, ukimpa maiki anaweza kutetemeka, atamsumbua Jovano kuedit, lakini wewe one take, here we go. Sijui unaelewa? Ndivyo ambavyo Chama miguu yake ina sense. Yani Chama unahitaji maelezo mengi kumuelezea Chama. Wewe mtupie viatu tu anavaa. Mimi nakwambia wanaosema kwamba Chama amekwenda kufeli Simba watakuja kuona, na Chama atakuja kuwaziba mdomo wale wote ambao wanaona kama vile amekwenda kufeli. Na mimi nakwambia kitu kimoja, umezungumza pia watu wa Young Africans, si ndio? Kama vile wamefurahia. Sijui unaelewa? Wale wamefurahia kwa sababu Chama kipindi atoka Simba na kwenda Yanga walikuwa wanawacheka. Walikuwa wanacheka kwamba Yanga amesajili mzee, Chama ameshaisha. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga wanachofurahia, wanafurahia kuacheka Simba. Kwa nini mmemrudisha mtu ambaye mlikuwa mnasema sisi mzee kipindi yupo kwetu? Lakini mind you kwamba Chama huyu ametoka Young Africans, ameenda Singida, ndio amekuwa mchezaji muhimu kwenye timu ya Singida Black Stars. Ndio amevusha Singida kutoka kwenye preliminary stage kuingia kwenye makundi kombe la shirikisho. Chama huyu anakwenda anasababisha bao kule ugenini, Singida anacheza na nilio Vita Leo. Chama huyu anafunga bao la free kick Burundi. Unaelewa? Kwa hiyo Simba wamemsajili mchezaji ambaye ana profile kubwa na anaijua Simba kuliko mchezaji wote. Ndio maana Chama leo alfajiri alipokuwa anaondoka alikuwa na mwanae show me the way. Ndio ma legend ambao wamebaki Simba. Yaani leo hii Chama utamfokea nini uwanjani? Chama tu kuwepo kiwanjani, yeye atakuwa ni motisha ya kuwa motivate vijana waache miayusho. Mimi nakuja kuambia kitu kimoja. Umeona Mpanzu kapotea. Umeona nani Soa amepotea. Simeelewa? Chama anakwenda kuwafufua wale watu. Wanafufuka. Yaani kama leo hii umepanda uyoga hapa, ama mchicha umeota kwenye bangi, Chama anakwenda kuwafufua wale watu, watakuja kuwa hatari sana. Wakina Mpanzu, wakina Soa atafunga mno. Kwa sababu Simba walikuwa hawana mtu ambaye anawapikia wale watu wale. Soa ametoka Singida wa moto anafunga mabao kwa sababu nyuma yake kuna watu walikuwa wanasuka mabao. Kuna mtu anaitwa Maarufu Chakei alikuwa anasuka mabao. Sio unaelewa Morris Chuku kwenye namba 8 anasukia mabao. Sio unaelewa? Damaro wanasuka mabao. So amekwenda Simba ameonekana kama vile kituko kwa sababu hakuna mpishi ambaye anajua kupika pishi zuri jikoni. Chama amekuja. Mimi nakwambia Mpanzu anakwenda kufufuka. Unajua Mpanzu alikuwa anakaa na mpira sana Simba kwa sababu ana msaidizi. Kila akijaribu kuangalia nani wa kumpasia pasi hamuoni. Kwa hiyo kuja kwa Chama, Mpanzu naye pia kutafanya awe free, lakini pia Chama atakuwa anapasia kina Soa atafunga sana. Yaani ile timu sasa hivi inakwenda kuchangamka unajua Chama. Yes, mzee wa mida tuna comment pia ambayo ya mchezaji ambaye alishawahi kupita pale Young African, Fiston Mayele amezungumza kupitia comment yake. Amecomment akasema kwamba the best number 10 is back, Mwamba wa Lusaka. Ni kweli kwa sasa hivi unaweza kuungana na Fiston Mayele anachokisema kwamba kwa sasa hivi Tanzania hakuna best number 10 kumzidi Clatous Chota Chama? Ameweka the best, yani manake always muda wote. Kwa sasa hivi Tanzania hatuna namba 10 bora kumzidi Chama. Namba 10 tunao wengi tu kumzidi Chama. Tunao wengi namba 10, aze namba 10. Nani anamzidi Chama? Wengi. Nani? Kina Aziziki namba 10. Kwa sasa hivi walo kuwepo sasa hivi. Pakome amekutaja Pakome, Maarufu Chakei, wote namba 10 yao. Wote ukiambia utaje za namba 10 wa kwanza, wa pili, wa tatu bora yako ni ipi? Yaani nipange namba 10. Unajua issue sio kupanga tu Morgan. Manake unaangalia pia namba zinasemaje. Si unaelewa? Uangalie kwenye takwimu. Mpaka sasa hivi kwenye ligi kuna watu wamecheza mechi 10, kuna watu wamecheza mechi 11. Young Africans anaongoza amecheza mechi 7, Simba ana game 6, unaelewa? Kwa hiyo unabidi uangalia, unaanzia mbali, uangalie performance yake imekuaje, namba zake zimehusikaje, amehusika mara ngapi kwenye kusuka mabao, sawa, amefunga mabao mangapi. Kwa hiyo ni takwimu nyingi sana, sio kukurupuka tu kusema.
Kwa muda wote sawa ni Chama, kwa sababu ni muda wote tangu misimu 4 misimu 5 huko alikuwa anasaidia Simba, tunaona namba zake. Sijui unaelewa. Lakini ukisema tuzungumzie current performance ya namba 10 sasa hivi, utamtaja Pacome, huwezi kumwacha kwa sababu ya ubora wake uwanjani, anasaidia timu, anatengeneza mabao, anafunga kwa sasa hivi. Lakini kwa muda wote unaweza kumzungumzia Chama kwa sababu lakini Pacome mara nyingi Pacome anakuwa anacheza, atokei sana kacha, anatokea pembeni. Kwa sasa hivi tukisema tuangalie namba 10, wewe yupi utamweka ambaye ni namba 1 ambaye anafanya vizuri tangu ligi imeanza? Ngoja ngombe taratibu. Namba 10 yani mpira ulivyo, wametoka kubadilisha kwenye ule mpira wa kukalili, mpira wa kizamani ule 442, beki ndo unasimama hapo hapo. Yani 442 yani mabeki wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, mnaganda tu hapo hapo, ndo mpira wa kizamani. Lakini mpira sasa hivi, mpira wa kisasa unaitwa sexy football. Yani unafanya mapenzi ya mpira, ndio ambavyo mpira umebadilika. Kwenye makaratasi utamuona Pacome namba 10, lakini uwanjani huwezi kumkuta hapo, ana rotate. Paka muda mwingine unaweza kusema hivi Yanga wapo 12. Wako 12, yani unakuwa na maswali mengi kama vile uelewi Max anacheza namba ngapi, Dukiabu anacheza namba ngapi, ndio sexy football. Jinsi ambavyo mpinzani anabadilika na nyie wachezaji ndio mnazidi kubadilika. Jinsi ambavyo mpinzani anatamani kushambulia na nyie ndio mnatamani kubadilika kwenye defense. Na ndio maana ukifuatilia mpira hata ukitazama tu AFCON ilivyoisha Taifa Stars, akikutana mpinzani wa namna hii anaanza kucheza hivi. Baadaye game ikinogea anaanza kucheza hivi. Kuna wakati Stars alikuwa anacheza na beki wa 5, timu inacheza. Kuna wakati Stars alikuwa anacheza na beki wa 3. Sielewa Jobu, Mwamnyeto, Baka. Kuna wakati anacheza na beki wa 5, anasogea chini, sijui unaelewa. Wakina Mnoga wanasogea chini, wakina Lusajo, mabeki wanakuwa 5. Timu inavyozidi kusogea, mpinzani wako anavyozidi kusogea, na pia unabadilisha mfumo. Ndio sex football, lakini hiyo sex football haiji tu mpeche, yani manake pia inabidi iwe na kocha ambaye anajua kutumia mifumo hiyo. Na ndio maana ngakwambiaje, kwa kuangalia kwenye viungo, Pacome kwenye makaratasi anaweza kacheza namba 10, lakini uwanjani usimwone katika namba 10. Yes, taarifa hizo za Pacome, Chama na nani sawa, mzee Mida tumekuelewa, lakini sasa tuna taarifa pia kule Young Africans. Kinachoendelea, Yanga wanasema kudipachwa kwenda abroad kidogo, kwenda kufanya maandalizi kwa ajili ya mchezo wao. Vipi taarifa za sasa hivi ambazo zimekufikia mzee Mida, ni zipi kuhusiana na Yanga kwenda kule ambazo zipo za ndani tunaweza tukazipata kutoka kwako? Yanga kwanza wamefika Cairo. Pale Cairo watakaa baadhi masaa shafika, lakini wamekaa masaa zaidi ya 2 kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kusafiri kuelekea katika mji mwingine. Unajua mechi wamepeleka mji mwingine, mechi haipigwi Cairo, mechi wamepeleka mbele. Yani mfano kama hapa Bongo, mechi wamepelekea Niliu. Mwanzoni iliwekwa wapi? Waipeleke ndio, yani si maana yake wanacheza Cairo kwenye mji wao, lakini safari hiyo wamepeleka game mbele. Maana yake wamebadilisha uwanja. Mfano kama mechi sisi tumezoea kucheza, labda kumuona labda Yanga anacheza Benjamin Mkapa, Yanga mechi haipeleke CCM Kirumba ama Mkwakwani Tanga. Ndivyo ambavyo wamefanya Al Ahly. Kutoka pale airport wanautafuta mji mwingine ambapo mechi itacheza. Maana airport iko Cairo, ndio. Maana kuna masaa zaidi ya 2-3 kwa usafiri wa basi. Kwa hiyo Yanga Afrika watafika huko, watafanya mazoezi, watazoea hali ya hewa, watajiandaa na mchezo tarehe 23. Kwa hiyo wamefika, by the way, hawajaondoka kwa mafungu, wameondoka na chuma moja kwa moja. Wamefika mapema tu pale, wametoka hapa alfajiri, wamerelax kidogo, wametoa uchovu. By the way, Yanga washatuma watu kule, ndio maana hakuna figisu yoyote ambayo wameipata. Washatuma watu, ubalozi wa Tanzania kule nchini Misri, kila kitu kiko sawa. Maana yake Yanga Afrika wanakwenda kutekeleza yale ambao wametumwa huko. Tunaelewa Kwa hiyo kwenye issue za kiusalama wako fresh, wamefika vizuri, wamefika mapema, wanajiandaa. Yani Yanga wasilete visingizio baadaye. Tusije kusikia Yanga na visingizio vingi kwamba tumenyimwa hiki, tumenyimwa. Hapana. Wamefika mapema, wataanza kuzoea mazingira ya mapema. Mji mwingine wanaanza kuzoea pia uwanja wa huo wanaenda kucheza kwa ajili ya huo mchezo na National Al Ahly. Habari mbaya kwa mashabiki wa Yanga, vyuma vya Al Ahly ambavyo vilikuwa kwenye timu ya taifa vimerudi jana mazoezini. Fulu mkoko babu, wale wachezaji wa Niliu wa Egypt wamerudi. Shanawi golini karudi. Kwa hapo tutegemee mbungi moja ya hatari ya kukata na shoka.
Imam Washola. Nakwambiaje, vyuma vimerudi ambavyo vilikuwa kwenye AFCON. Timu yao taifa ya Misri wamerejea kwenye kambi ya Egypt ya Al Ahly, kwa sababu unajua Al Ahly unajua ligi yao bado inaendelea. By the way, alikuwa anacheza ligi, wale wachezaji wake bado wapo kwenye AFCON. Hizi mechi mbili tatu za mwisho kufanya vizuri. By the way, alifungwa nadhani na timu inaitwaje hii, nadhani ilimfunga Al Ahly mechi za mwisho hapo, kwa sababu wachezaji wake wengi wako kwenye AFCON. Sasa habari mbaya, vyuma vimerejea babu. Kwa hiyo Yanga pia wajiangalie, na nimemsikia kocha wa Young Africans. Lakini Yanga wamejipanga uhakika, wakina Okelo, wakina maingizo, wakina nani wamejipanga. Mechi ngumu hiyo shehe, yani hiyo mechi huwezi kuongea tu mdomoni. Hiyo mechi Yanga na Al Ahly nyumbani kwao, huwezi kusema kama wanacheza Yanga na Mtibwa, yani huwezi kuongea, yani kukaa tu naongea kama mechi nyepesi, sio na Okelo, sio na Depo. Hapana, game ngumu hiyo. Hiyo game ukienda kichwa unapasuka hata chuma 4. National Al Ahly kwake, yani mechi ukienda kichwa unakufa vibaya. Mbinu ndizo ambazo zitaamua Yanga anaondoka na ushindi, anatafuta alama moja tu. Ufundi, sasa hapo ndipo ambapo utaona ufundi wa kocha Pedro Gonçalves, na ndio maana yeye kwenye safari leo ametamba, anasema najua ni mchezo mgumu, tunakwenda away, lakini vijana wangu wamefanya mazoezi vizuri, tunakwenda kuzipigania alama 3. Hizo alama 3 unazipiganiaje kwenye pitch? Mbinu. Unaingia na approach ipi? Tutegemee kuona Djigui Diarra amerejea, Baka yupo, Jobu yupo, Zimbo yupo, Boka yupo, Israel Monda yupo, Okwasi yupo, Duke yupo, Mudathiri yupo, Damaro yupo, Pakome yupo, Maxi yupo, unaelewa? Okay. Nani Okelo yupo, Depu yupo, sawa, Dube yupo. Kwa hiyo yeye ni kocha, ndio jambo lake sasa. Anakuja na mpango kazi gani kwenye hiyo mechi na Ahly? Anakuja na kikosi kipi cha kwanza? Kikosi gani ambacho kinasubiri nje? Akienda mpeche atapopolewa. Yaani ukweli ndio huo. Ahly sote ni nyepesi jamani. Al Ahly nyumbani kwake anakuwa mbogo sana. Lakini Young Africans ana historia kule, sio kwenda kuchukua sare. Alikuwa Young Africans ile kocha mwingine. Tunaelewa? Sasa hii Young Africans nyingine, kocha ni mwingine. Mbinu za kiufundi ndizo ambazo zitasuggest Yanga ataondoka na matokeo ama Ahly ataondoka atampasua Yanga pale kwao. Ila makaratasi mechi ni ngumu mno, yani mechi nyepesi, yani eti nyepesi. Mechi ni ngumu mno. Zamida mpaka unachanganyikiwa. Mechi ni ngumu vibaya mno. National Al Ahly tarehe 23 she. Ngumu kama nini? Unaweza kutupa mfano mechi ngumu kama nini? Ngumu kama mfupa wa sokwe. Unajua mfupa wa sokwe? Mfupa wa sokwe unakaa zaidi ya miaka 20 hapa, hata 40. Na unatia msisitizo. Ngumu, mechi ngumu she. Haya, mimi nakupanga tu kidogo tu. Angalia squad ya Ahly. Kwanza golini Shanawi. Angalia tu squad yetu ya National Al Ahly. Bwana tuishie hapa bwana, sio unatutisha bwana Mzamida, tuishie hapa. Maana yake kuna wakati ujue tuzungumze vitu vya kweli. Yaani mtu unasikia mtu anakaa eti mechi nyepesi, Yanga anashinda, ndio na matokeo. Nafikiri Dodoma Jiji ile au Simba Sports. Ile sio Simba ambao umezoea kumpasua mara 6 mfululizo. Ile sio Simba. Game ni ngumu jamani, tusidanganyane, mechi ngumu. Ufundi wa kocha wa Young Africans ndio utaamua pate matokeo. Na mimi nakwambia hii mechi ni ya mtego kwa kocha. Kocha mechi yake ya kwanza away ya kimataifa. Unaongea kwa hisia sana. Yaani no, mechi yake ya pili yes. Ashaye kwenda kule away akapata alama moja, si ndio? Nasema Mzamida unaongea kwa hisia sana. Na wale wengine. Hii game yake ya pili. Unaongea kwa hisia sana. No, yani unajua angalia mpinzani ambaye anacheza naye JS Kabylie. Sawa. Yanga akapata alama moja kule, si ndio? Alafu mwangalie mpinzani wa sasa hivi. National Al Ahly. Ahly ni mgumu kuliko JS Kabylie. Ukiweka kwenye uzani Kabylie yuko chini, Ahly yuko juu, Morgan. Lakini Young Africans wamefanya maboresho. Ndio maana ngasemaje, wachezaji wa Young Africans wana quality. Angalia ile quality ya Yanga ile squad yote ambayo tunapiga kelele na quality. Alafu weka pembeni, alafu angalia quality ya National Al Ahly weka pembeni. Nichukue mchezaji kwenye ile kapu alafu mtie kwenye kapu la Ahly. Hawezi kupata namba. Si unaelewa Hawezi. Nakumbuka ule msimu ambao Chama ametoka wa moto huko Bongo. Anakwenda RS Berkane, alianza mpeche. Luis Nixon alitoka Simba wa moto, alianza Ahly mpeche. Kwa nini hajaanza? Qualities.
Ndio maana nakwambia huo mchezo ni mgumu. Mbinu. Mimi nakwambia kitu kimoja. Young Africans akiingia na ile mentality ambayo yuko nayo ya performance levels ya wachezaji, sijui unaelewa, spirit, team working, Yanga anashinda mchezo. Yaani wale kila Pacome waamue leo tunacheza mpira, Yanga anashinda mechi. Unaelewa? Lakini wakiingia na ile mentality ya kuanza kwa slow motion, lakini by the way Yanga Afrika shafuka huko. Yaani Yanga Afrika leo hii haiwezi kwenda kwenye mechi ikaanzia down, ikaanza kukusoma hiyo wachezaji sio no. Washafuka huko. Young Africans wanajiamini. Yaani kitu ambacho mimi naweza nikasema Young Africans kinaweza kikaapa kipaumbele cha kupata ushindi. Spirit ya upambanaji. Yaani wale wanaume wanapambana. Ule Pacome aamke vizuri sasa, mimi leo niko nao hawa Arabu. Anapasua kweli pale katikati. Yule Duke Abuya asema kama yule mbwaya nayo mbona hata nikiumia watanifunga, nitarudi bongo fresh. Mechi itakuwa utamu. Lakini kama wakidemadema wakiingia baridi, mechi itakuwa ni ngumu sana. Lakini kwa Young Africans ubora wa wachezaji ambao wako nao, performance, nimezungumza vitu vinne hapo, wana team working, wanapambana. Yaani unaona kila mchezaji anatamani jasho, yaani jezi yake loe jasho. Hiyo kitu ndio cha Young Africans wanachojivunia kwa hizi timu zote sasa hivi ya bongo hapo. Yaani Simba wamekosa ile spirit ya upambanaji. Tumeelewa? Young Africans akaenda na moto ule, mechi atailainisha mechi. Lakini wale watu pia nao wanajua ubora wa Yanga. Nafikiri hawajui. Sawa, mzee Mida, swali moja tu la mwisho. Nataka nikuulize, upo tayari? Niambie. Umevaa jezi ya timu gani? Naona njano hiyo. Njano na kijani. Sundowns Mamelodi. Lakini ina rangi ya njano na kijani? Sile jezi yao Ubuntu Botho, Mamelodi Sundowns. Hii ya msimu uliomalizika. Kwa Madiba. Kwa Madiba, jezi original hii hapa, msimu uliomalizika. Ishike. Iangalie material yake. Sawa, nashukuru sana. Nashukuru sana. Angalia material yake, angalia, umeona? Sawa, nashukuru sana kwa muda wako mzee Mida. Hii jezi by the way nililetewa. Unaelewa? Zawadi. Unaelewa? Kwa hiyo jezi original ya Mamelodi Ubuntu Botho, baada ya kucheza ule mchezo na Young Africans wakadhulumiwa ile bao la Zikio, ndo kaipata. Karudi mtu akaniletea zawadi, shabiki yangu fresh original kabisa yenyewe. Mimi nakushukuru sana kwa muda wako mzee.